Hizi ni nondo za habari kutoka hapa Mgongo TV na anayekuletea habari hizi ni mimi Olivia Moses. Mwananchi mmoja wa wilaya ya Handeni amezua mjadala kuhusu gharama za matibabu katika jengo la dharura yaani emergency ya hospitali ya wilaya hiyo, akidai kuwa tozo zinazotozwa ni kubwa na zinawaumiza wananchi wa kipato cha chini. Hoja hiyo ameitoa mbele ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba katika siku ya kwanza ya ziara yake ya kikazi mkoani Tanga. Mwananchi huyo amehoji iwapo jengo la dharura lililojengwa hospitalini hapo ni la serikali au la mtu binafsi, akieleza kuwa kama ni la serikali basi gharama za matibabu hazipaswi kuwa juu kiasi cha kuwafanya wananchi washindwe kupata huduma. Amesisitiza kuwa licha ya jengo hilo kuwa jipya na la kisasa, bado wananchi wengi wanapata changamoto ya kumudu malipo, hasa wanapokumbwa na dharura zinazohitajika matibabu ya haraka. Anza na mama huyo ana mtoto atoke kwenye jua. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa majina naitwa Fatuma Asmani Kajeko. Nimetokea Vibaoni. Mimi naomba kuuliza swali Mheshimiwa Mkuu kuhusu hospitali yetu ya wilaya ya Handeni. Je, lile jengo la emergency ni jengo la serikali au ni jengo la mtu binafsi? Na kama ni jengo la serikali, kwa nini bei ya kule kwenye emergency inakuwa iko juu kuliko kwenye jengo hili? Na kwa nini wale waliokuwa wanahudumiwa zamani, mfano unaenda pale zamani tulizoea, unaenda pale na mtoto anaumwa, anaanza kupata matibabu na huku huduma nyingine zinaendelea kufuatilia, lakini leo hii ukifika pale hospitali ya wilaya ya Handeni, ilivyotengenezwa ile jengo la emergency, unaambiwa nenda emergency. Muda huo ile 40,000 hauna. Mfano mtoto anapata huduma na ile 40,000 hauna. Je, unafikiri utafanyaje Mheshimiwa? Tunaomba utusaidie sisi wananchi wa Handeni. Hilo swali linaniuma mimi tu na kwa wananchi wengine wote waliokuwa hapo. Tunaomba majibu. Tunataka kujua kuhusu lile jengo la emergency ni la mtu binafsi au ni jengo la serikali? Asante. Haya, asante mama, mpeni kiti akae kwenye kivuli. Sishiki tena. Ngoja tumekusikia mama, kaa kwenye kivuli hapo karibu usikilize majibu. Nani mganga mkuu? Mganga mkuu, tuambie. Hili jengo la mtu binafsi au la serikali? Kwa nini mmebadilisha bei? Na kwa nini mkiwasukuma watu kule bei ziko tofauti? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naitwa Jafet Simon, ni mganga mkuu wa mkoa wa Tanga. Naomba mganga mkuu wa halmashauri ya mji anisaidie. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Utaratibu wa jengo la dharura kwa maana emergency, mteja akifika anahudumiwa kwanza kama mama alivyosema, ila anahudumiwa kwa kila kitu kinachohusu emergency. Kwa hiyo matibabu yote pale anapata kabla ya malipo, ila gharama za huduma zote za dharura ni shilingi 40,000. Ndio hicho ambacho mwananchi amekisemea, na ile gharama analipa baada ya kupata huduma. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Bado hujaeleweka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, gharama ya huduma zote za dharura ambazo mteja atazipata atakuja kulipa baada ya matibabu, na gharama yake ni shilingi 40,000. Na zimepitishwa na kwenye vikao vyote Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mganga, hujaeleweka, usijifiche kwenye vikao. Hebu tuelezee inafanyikaje? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni huduma ipi na ipi inafanyikaje kwa mama, kwa mtoto? Fafanua vizuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mgonjwa anapofika kwenye kituo cha kutolea huduma za afya. Na zamani ilikuwaje? Mama pale amesema zamani haikuwa hivyo. Yaani ile jengo limekuwa tu jipya, mmekuja na utaratibu mpya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa swali lako la kwanza ni kwamba mgonjwa anapofika anapata huduma zote za vipimo, malazi na kila kitu. Sasa
kinachoonekana hapa, kwa sababu ni huduma mpya katika maeneo yote, hii ni fursa ambayo Mheshimiwa Rais ameweka uwekezaji mkubwa. Kwa hiyo ni eneo jipya ambalo sekta ya afya inaendelea kujifunza namna ya sasa hii naomba tuchukue kama mrejesho, tupitie maeneo yote yenye huduma za namna hii ili tuweke mfumo mzuri wa kuweza kugharimia huduma eneo hilo. Na kwa sababu pia mkuu, tunaenda kwenye huduma kwenye bima ya afya kwa wote, naamini hili lote litakuwa limebebwa. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mama, tunakushukuru sana, umeleta hoja nzuri. Ngoja waniandalie vizuri waniandalie vizuri hii taarifa, tutalitolea maelekezo tunapofanya majumuisho ili tujue ni kipi ambacho kinajiri. Tunashukuru sana, na mchukue na mawasiliano yake kwa ajili ya mrejesho. Atawaambia na kina mama wenzake kile ambacho tutakuwa tumekiamulia. Umeleta hoja ya msingi. Sasa na ninyi wataalamu wetu mtuambie mnavyofanya, na tena ieleweke vizuri. Hii mmeijumuisha sana, mmefanya matibabu kama chakula cha buffet, uwe umekula au jala ni 40. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama nilivyosema ni kwamba kwenye maeneo yote katika mkoa wa Tanga tuna emergency department kwenye halmashauri 3 ambazo zina operate, na halmashauri ya mji ambayo sasa inaanza, kwa hiyo na hospitali ya rufaa mkoa ambayo inakuwa ya 5. Kwa hiyo hili tunachukua kama kujifunza, tupitie katika maeneo yote. Inawezekana hii ni feedback ya eneo moja, kumbe ni mrejesho ambao tunataka tufanyie kazi katika mkoa mzima. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa. Kwa hiyo tutachukua namba na tutalifanyia kazi. Haya basi, pateni maelezo vizuri, yule pale awape maelezo mazuri, pateni na maeneo mengine. Tutakapofanya majumuisho mniambie ili tutoe maelekezo kwa ajili ya jambo hili. Asante sana mama yetu. Kwa wingi wa habari hizi na nyingine nyingi, tembelea hapa Kimgongo TV. Mpaka wakati mwingine, asante. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kimgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kimgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kimgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kimgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.